Sasa ni saa 12 na dakika 22. Tunaomba msamahani wa ndugu kwa maana tunaanza habari na nyuma kidogo. Basi ni sasa za kusikia habari zetu katika lugha tukufu ya Kiswahili. Habari itakao tolewa hapa kwenye ufundi naye bwana Jean Chiluba Nyange, na kwenye microphone tupo wawili ni bwana Nzobe Albert na Leon Bolen Mukusamo. Bila kukawia, vichwa vya habari na bwana Nzobe Albert. Maji safi na vyombo vya kutilia uchafu ndiyo ombi ya wagonjwa wanaotibiwa kwenye kituo cha afya Mulongo kipatikanacho kwenye Avenue Kale pembezoni mwa ziwa Tanganyika. Umuhimu wa kijana Mkristo kujua hali ya afya yake, hiyo ndiyo mada ya sheria, ndiyo mada ya semina ya uhamasishaji uliofanyika hiyo juzi siku ya Jumamosi tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2011 kwenye kanisa la Maranatha Uvira, iliongozwa na shirika ACFEV. Kanisa za Katoliki sio nafasi ya kuzungumzia siasa wakati huu wa matayarisho ya uchaguzi, ndilo neno alilolisema Askofu wa Bukavu na mchungaji kwa muda wa majimbo la hapa Uvira. Hayo na mengine mengi yataweza kuwapewa katika habari za magharibi ya leo, na bila kungoja habari zenyewe na bwana Albert Nzobe. Naam, maji safi na vyombo vya kutilia uchafu ndiyo ombi ya wagonjwa wanaotibiwa kwenye kituo cha afya Mulongo kipatikanacho kwenye Avenue Kale pembezoni mwa ziwa Tanganyika. Maji yanayotumikishwa kwenye kituo hicho ni maji ya ziwa Tanganyika, pia ukosefu wa mahali pa kutilia uchafu. Kituo hicho kinazungukwa na maji ya ziwa hilo ambayo raia wanahofia kwamba waweza kuambukizwa na kipindupindu pia na malaria. Kituo hicho kilijengwa mwaka 2008 kwa msaada wa Benki ya Ulimwengu na kujengwa na shirika la Kirundi The New Family for Development. Ikiwa bado tunaendelea hapa jijini kwetu Uvira, umuhimu wa kijana Mkristo kujua hali ya afya yake, hiyo ndiyo mada ya semina ya uhamasishaji uliofanyika hiyo juzi siku ya Jumamosi tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2011 kwenye kanisa la Maranatha Uvira, iliyoongozwa na shirika AFEV au Action de Secours aux Femmes et Enfants Vulnérables, matendo ya msaada kwa wanawake na watoto wasiojiweza kwa uhusiano na kanisa hilo ambalo shabaha ni kuondoa kumrazi kijana Mkristo katika hali ya kutokujua hali yake ya afya. Mhamasishaji alionyesha vijana wa Kristo njia mbalimbali ya kuambukizwa na kuonyesha picha inayosema juu ya binti aliyeolewa na polisi na baadaye akapatiwa na ukimwi. Baada ya hayo vijana 32 ndiyo walishiriki, miongoni mwao mlikuwemo binti 13 na wengine. Itambulike kwamba mpango huo wa kuhamasisha ulianza tangu Januari hadi sasa wanawake 98 walishaenda kujipimesha kwa hiari. Hapa Hapa Uvira kulikuwa mkutano leo siku ya kwanza saa 10 ya viongozi wa radio za hapa Uvira kwenye makao ya RTT barabara Walungu. Palikuwepo viongozi wa RTNC, Radio Mitumba, Radio Le Messager du Peuple, Radio Lukula na kiongozi wa RTT. Lengo ya mkutano ni kutayarisha sherehe ya siku ya kimataifa ya utangazaji katika mwezi utakaokuja, itakuwa ni tariki 3 mwezi wa 5. Mengine mengi mtayapata kesho katika habari zetu za asubuhi. Kanisa za Katoliki sio nafasi ya kuzungumzia siasa wakati huu wa matayarisho ya uchaguzi, ndilo neno aliyosema Askofu wa Bukavu na mchungaji kwa muda wa jimbo la Uvira François Xavier Maroi Rusengo. Aliwaambia mapadri wa Uvira hiyo jana siku ya Jumapili tarehe 17 Aprili mwaka 2011 katika kanisa la huko Kavimvira. Amesema kwamba vijana wasiambatane kwa mrazi kwa siku hiyo ya kimataifa ya vijana iliyoambatana na siku kuu ya matawi katika kanisa la Katolika.
Aliaskofu amerudilia vitu viine ambavyo alionyesha kwamba maisha ya vijana na pia maisha ya wakongomani kwa ujumla ni kutafuta sifa, madaraka, pesa na uvivu. Mwenye kupenda kupiganisha mabaya hayo anapashwa kufuata mfano wa Kikristo, yeye aliyepiganisha hapa duniani ingawa yupo mwana wa Mungu. Mbali na hapa kwetu Uvira katika jimbo la Kasai Occidental, presidenti wa commission ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Pastor Daniel Ngoi Mulunda, ameongoza jana siku ya Mungu pa Kananga uchaguzi wa gavana wa jimbo la Kasai ya Magharibi. Bwana Hubert Kabasubabo ameshinda uchaguzi akijinyakulia sauti 29 juu ya waliochagua 52. Anagomboa Bwana Trésor Kapuku aliyejiuzulu tangu mwezi wa 3 wa mwaka tunao. Presidenti wa Seni Bwana Daniel Ngoi Mulunda amefurahishwa na uchaguzi ule wake wa kwanza tangu kuteuliwa kwake na uliopitika vizuri sana. Tupite kwa ukarasa wa michezo. Tunayo matokeo ya mchezo wa kandanda ama kabumbu michezo iliyofanyika katika mwisho wa juma jana pa Uvira, pa Lubumbashi, pa Kinshasa na pia uko Libreville, Gabon. Pa Uvira siku ya 6, FC Kabungulu TP Mazembe 1-2. US Espoir TP Uvira 1-1. Siku ya Mungu TP Kiliba Stars FC Epanza 1-0. Vodacom Super League pa Lubumbashi Don Bosco Tout Solide Malekesa 2-1. Tupisa Mazembe Saint-Eloi Lupopo sare ya 1-1. Pa Kinshasa RCK Tout Capable Elima 1-0. Pa Libreville siku ya 6 samedi Leopard Espoir Panther Espoir 2-1. Ni hapo tunaishia katika ukarasa wa michezo. Turudilie sasa yaliyokuwa muhimu katika habari za leo magharibi. Albert Nzobe. Maji safi na vyombo vya kutilia uchafu ndiyo ombi ya wagonjwa wanaotibiwa kwenye kituo cha afya Mulongo kipatikanacho kwenye Avenue Kale pembezoni mwa ziwa Tanganyika. Kanisa za Katoliki sio nafasi ya kuzungumzia siasa wakati huu wa matayarisho ya uchaguzi, ndilo neno alilolisema Ariaskofu wa Bukavu na mchungaji kwa muda wa jimbo la hapa Uvira. Umuhimu wa kijana Mkristo kujua hali ya afya yake, hiyo ndiyo mada ya semina ya wahamasishaji uliofanyika hiyo juzi siku ya Jumamosi tarehe 16 Aprili mwaka 2011 kwenye kanisa la Maranatha Uvira iliyoongozwa na shirika ASFEV. Tunawashukuru nyinyi wote wasikilizaji wetu waliotufuata. Tunawakumbusha kama habari za leo zilivyofikia kwa msaada wa Jean Nyange Chiluba kwenye ufundi, na hapa mbele ya microphone tulikuwa wawili, Nzobe Albert Zobe na Leon Bolen Mukusamo. Aksanti kwa wote. Tutaongeza tena kuonana kesho kwa habari zingine za